hapa tuko parokia ya Litui, ndipo ambapo mradi wa maji ambao umeweza kuzinduliwa siku ya leo na Mhashamu Askofu John Kilizoso Mdimbo wa Jimbo Katoliki la Mbinga. Lakini mradi huu ukumbuke, mainjinia kutoka SAWA, shirika la SAWA kutoka Dar es Salaam wameweza kufanya vizuri sana. Sasa tutazungumza na Mhashamu Askofu John Kilizoso Mdimbo wa Jimbo Katoliki la Mbinga tuweze kujua mawili machache kuhusiana na uzinduzi wa mradi huu siku ya leo. Karibu sana, tuungane sote. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Siku ya leo Mhashamu, unaizungumzaje kwenye uzinduzi wa mradi huu wa SAWA? Kwanza kabisa mimi najisikia kujawa na furaha kubwa sana. Furaha kubwa kwa sababu ya mahangaiko niliyokuwa nayo katika kutoa huduma ya maji hapa Litui, kwa namna pekee katika taasisi yetu ya kutolea huduma za afya, hospitali ya Mtakatifu Elizabeth Litui. Mahangaiko ni ya muda mrefu. Nimekuwa sasa katika ofisi kwa muda wa miaka 14. Nilipofika ofisini nilikuta sehemu hii tayari ni ngumu, ina changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji, sio tu kwa hospitali lakini pia kwa mapadre, masista na jamii nzima inayozunguka Litui. Wewe mwenyewe unashuhudia jinsi maeneo yalivyo. Maeneo yako juu ya miamba na michanga. Chemchem pekee ya maji ni kutoka ziwani, ambayo sio salama na safi. Kwa hiyo baada ya mahangaiko ya muda mrefu na Mungu kunibariki kuhusiana na partners mbalimbali, leo nakamilisha mradi huu ukiwa ni mradi wa 3 hapa jimboni, tukianzia ule wa parokia Mpapa, lakini tukafuatia Lundu na sasa Litui. Haya ni mafanikio na baraka kubwa sana sana kwangu, na naona Mungu kanipendelea kweli kweli. Kwa hiyo baraka hiyo tunayosherehekea sasa, kwangu ningesema walaji wafaidika wa mradi huu waungane nami katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutunza vizuri, matumizi mazuri ya mradi, ikiwamo kutunza miundombinu ya kisima hiki na makandokando yake, lakini pia matumizi sahihi ya maji majumbani ambayo yanasaidia wao wenyewe kuweka mazingira ya mili yao na nyumba zao katika usafi. Na hivi ukienda pale hospitalini utakuta kila kona tumeweka viunga vya kunawia maji, visinia vya kunawia maji. Ndio hizo program za wash. Maeneo yanayotumika na public na jamii yaangaliwe mambo ya sanitation, usafi, na hivyo kuepuka maradhi ya mlipuko ikiwamo kipindupindu, kuhara na kadhalika. Kwa hiyo watumie, na bado mashirika ambayo yametusaidia kuweka mradi katika uhalisia wanaendelea kutupa elimu, program ya education, kuwaelimisha watu namna ya matumizi sahihi ya mradi huu na maji, ili kuongeza uboreshaji wa afya za watu, lakini ustawi wa jamii zetu, na hivi kuwa katika fursa ya kuleta maendeleo katika jamii yetu na watu wenye afya nzuri. Hilo lingekuwa ndio wazo langu ambalo kwa leo ningewaachia. Na furahi, lakini kwa upande wetu tuna wajibu wa kutunza miundombinu hii na kutumia kwa usahihi. Na mwisho kabisa nasema nawashukuru WEFTA, nawashukuru watu wa SAWA, namshukuru Cardinal Michael ambaye anashikilia idara ya maendeleo fungamanishi ya wanadamu huko Vatican, ambao wamekuwa ndio watendaji wakuu katika mradi huu. Sisi tumetoa tu mchango wa kinyumbani, ushirikiano, kuwapa ushirikiano wa mafundi, lakini hao ndio waliosababisha mafanikio makubwa. Na sasa tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya watu hawa, tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maji safi na salama, tunamshukuru Mungu sasa leo tunapewa mradi huu. Mtazamaji anataka fahamu labda Jimbo Katoliki la Mbinga, mradi ukiwa umeanzia parokia ya Mpapa ikafuata Lundu na hii leo tuko Litui. Wapi tunafuata au kuna matarajio gani? Mungu bariki hao
washirika wetu, partners watu wote hawa wakikaa vizuri na kuzingatia upembuzi yakinifu waliofanya awali kutoka Litui, wanatamani wakatusaidia Rwanda. Rwanda napo ni eneo la ukame. Wewe ni Mwanambinga, unajua hali ya Rwanda, na tuna hospitali tena pale kubwa, unajua iko katika mazingira magumu kwa upande wa maji, na unajua mahitaji ya maji kwa hospitali. Vitengo vyote vya hospitali, kama kuna maji utendaji hauwezi kuwako. Kwa hiyo tukitoka hapa, na nilipo hapa nipo mguu njiani kuelekea Rwanda na wataalamu wetu hawa. Mungu atupe nini Wanambinga kwa baraka hizo. Mara baada ya kuzungumza na Mhashamu Askofu John Chrysostom Mdimbo wa Jimbo Katoliki la Mbinga, basi tunaweza kuzungumza na engineer ili aweze kutuambia changamoto, lakini anaizungumzaje siku leo. Karibu sana na habari za mchana, hongera kwa kazi. Asante sana. Mimi naitwa Charles Zakaria, ni mkurugenzi wa shirika la Sawa. Sawa ni NGO ambaye inashughulika na mambo ya maji, elimu ya afya na usafi wa mazingira, ambaye makao makuu yake yako Dar es Salaam. Tunashirikiana na mashirika ya kimataifa pamoja na serikali na jamii kuboresha miundombinu ya maji, elimu ya afya na usafi wa mazingira, hasa vijijini ambako hizi huduma hazipatikani, lakini tumefocus zaidi maeneo ya kutolea huduma za afya pamoja na mashuleni. Lakini kwa leo shughuli yetu hii ambayo ndio tunahitimisha ni shughuli ambayo tunafanya kwenye sehemu za kutolea huduma ya afya za mission au Katoliki, ambao tunashirikiana na wadau wakubwa kama alivyosema Baba Askofu. Hawa ni WEFTA ambao wanashirikiana nasi katika kuboresha huduma hizi. Tumeshafanya maeneo mbalimbali, nadhani hii ni sehemu yetu ya 5. Tulianzia mkoa wa Mara, Masanga, tukaja mkoa wa Njombe, Lugarawa, na haya maeneo matatu ya Ruvuma ambayo ni Mpapa, Litui, Rundu pamoja na Litui ambayo ndio tumehitimisha leo. Kuna changamoto yote ambayo mmekutana nayo ambayo ni ngumu, huenda labda ingeweza kuleta ukakasi na kukatisha tamaa? Labda kabla ya kwenda kwenye changamoto niseme tu mambo mazuri ambayo tumekutana nayo, kwamba tumekutana na ushirikiano mkubwa sana kutoka jimboni, tumekutana na ushirikiano mkubwa sana kutoka kwenye parokia na pamoja na jamii ile ambayo inazunguka maeneo ambayo tunafanyia kazi. Tumeweza kuona ushiriki wa jamii mkubwa katika hizi shughuli tunazozifanya, na mwisho wake tumeweza kuwa tunakamilisha miradi yetu ndani ya muda mfupi, kwa sababu mara nyingi hii miradi huwa tunaitekeleza kwa muda wa miezi 6, lakini kwa wastani maeneo yote ambayo unapita unakuta ni miezi 3, miezi 4 tumemaliza. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa wanaoonyesha. Changamoto, swali kama uliza, ni za kawaida, kwa sababu shirika letu ina uzoefu wa zaidi ya miaka 17 sasa tunafanya kazi hizi za jamii. Kwa hiyo changamoto kubwa sana ambayo tumeona huku ni accessibility, ni barabara, kwamba barabara kwa ujumla sio nzuri, lakini kwa Litui specifically ni hali ya miamba. Kwa hiyo hasa unapoenda kwenye uboreshaji wa vyoo, kwamba unahitaji uchimbe kwenda chini. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa, kwamba kanisa limejengwa juu ya miamba. Kwa hiyo imekuwa ni zoezi kubwa mno, ila tunashukuru tumewapata wazee ambao ni wazoefu wa kuchimbua miamba, wameweza kufanikisha na tumeweza kutekeleza miradi yetu kama tulivyopanga. Na nadhani kama mmesikia risala iliyosomwa na engineer, ameweza kutambua kazi ambazo tumefanya zaidi, kwamba tumefanya saving, tumetanua zaidi na tumefanya mambo makubwa zaidi ya yale ambayo hatukuyategemea. Na nikigusia kidogo huu mradi wa maji, angalau technically, kwamba tuna kisima kirefu ambayo kina maji mengi sana ya kutosha, na maji ambayo tunayatoa kwa kutumia sola, nadhani ambayo umeiona, na hii mitambo yetu ni tunasema ni hybrid ambayo inatumia sola na inatumia pia umeme wa kawaida, na kwa sasa tuna uwezo wa kutoa lita 14,000 kwa saa. Kwa hiyo ina maana kwamba mahitaji yote yanayohitajika wana Litui, hospitali, parish, shule ambayo nadhani na watoto 890 nadhani na wenyewe watanufaika, pamoja na majirani ambao wanazunguka eneo hili watanufaika na mradi huu. Cha mwisho ningependa kujua labda mradi umegharimu shilingi ngapi za Tanzania? Asante. Kwa ujumla mradi wetu umegharimu jumla ya shilingi milioni 315, ambayo kuna direct cost ambazo ni kama milioni 225, na gharama nyingine hizo kama milioni 63 ni kwa ajili ya ufuatiliaji wa shughuli za Sawa, usafiri na mambo mengine. Kwa hiyo ujumla ni milioni 315. Mtazamaji, kama ambavyo unaona mradi unafanya kazi yake, na hivi ndivyo
wakina mama wanaweza kunufaika na maji, lakini wakazi wa Litui wanaweza kunufaika na maji. Sasa niko na mama ambaye nitazungumza naye kuhusiana na siku ya leo uzinduzi wa mradi huu. Habari ya kwako? Salama, habari za leo? Mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu niko vizuri. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Neema Emmanuel Mbuto. Unazungumzaje siku ya leo? Unazungumzaje maji? Tayari Mhashamu Askofu John Chrysostom Mdimbo ameshazindua na amebariki tayari. Unazungumzaje siku ya leo? Yaani nashukuru sana sana. Tulikuwa tunapata sana tabu ya maji. Tunabeba ndoo kwenda Ruhuu. Tukifika kule tunagombana na mamba na nyang'anya ndoo. Tunarudi hivi hivi. Lakini sasa hivi tunasema asante, tunamshukuru sana sana sana. Na Mungu azidi kumbariki. Inatakiwa tutunze si wenyewe kwa uangalifu, na serikali tuangalie kwa uangalifu, na tena vijana wasipende sana maeneo haya kukaa, ili wanaleta utofauti wa utengenezaji wa maji. Ndio. Yaani hapa tunasema sisi wenyewe ni watoe makamanda kulinda haya mabomba. Wewe kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Stefano Fidelis Ndomba. Leo umezinduliwa mradi wa maji na kama ambavyo tunaona parokia Litui imeneemeka na maji. Hili swala unalizungumziaje na umelipokeaje? Kweli ni swala zuri na tunashukuru Mungu ametuona si watu wa Litui tulikuwa tunahangaika na maji. Hilo tunaupongeza sana wahusika, baba askofu, jimbo na wahisani kwa kutusaidia kitu kama hiki. Unaona ni wokovu umekuja. Labda zamani mlikuwa mnakinga wapi maji na umbali gani, na sasa hivi tunaona tayari mambo yako hivi? Kipindi cha nyuma tulikuwa natumia maji ya Ruhuu na visima vya kuchimba vya kawaida vya kienyeji, lakini kimatumizi inakuwa si mazuri sana hasa kwa upande wa kunywa. Hata mabomba yetu ya serikali, lakini bahati mbaya yalikuwa yanatoa maji si kwa wakati na kutosheleza. Lakini nashukuru kwa mradi huu unaweza ukaongeza huduma hii ya maji, na sisi kwa kweli kama tutautunza vizuri unaweza kutusaidia sasa hata vizazi vijavyo. Unawaambia nini wanalitui sasa kuhusiana na kuutunza? Wanalitui nawaambia kwamba tuutunze huu mradi ili nao tutunze. Kwa sababu tukiutunza hata hawa watoto wetu wakiutunza hata vijukuu wetu vitukuu wataukuta, kwa sababu ni mradi ambao ni mradi endelevu. Wako maeneo mbalimbali wanatazama Hekima Online TV na wanalitui wazaliwa hapa Wamanda. Kwa lugha yako unawaambia nini huko waliko sehemu mbalimbali? Unawaambia nini kuwakaribisha waje nyumbani kumenoga? Ya lugha yako. Karibuni sana pa nyumba. Yani kunyumba henu kunogili. Yani yera kupenda madoa pamutu kuhumu kutali kumaliki. Yani kumaliki kabisa. Mhikai henu. Babaronde kujenga mazika kujenge gayimbwe. Mhika mjenga nyumba. Yana uwezo kujenga rosheni kiana ahika jenga hii mazika kujenge gayili. Haina shida.